أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوة الكرام. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia kumtakia rehema na amani kipenzi cha umma mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Na ndugu zangu wapendwa watazamaji, tunakutana tena kwa mara nyingine katika viwanja hivi katika hali ya kuweza kujuzana mambo mbalimbali ambayo yatatunufaisha fi dunia wal akhirah. Na kabla sijaingia huko niwape ama nitoe shukrani za dhati kwa wale wote ambao wanafuatilia darasa zetu za channel yetu hii pendwa ya Abu Imran Online TV. Niseme jazakumullahu khaira, na wale ambao bado hawajasubscribe, insha Allah tuweze kusubscribe ili tuweze kufikiwa na darasa kwa muda na wakati muafaka biidhnillahi tabaraka wa taala. Na ndugu zangu, tunaendeleza maudhui tuftahu laka khazainu samawati wal ard. Ukitaka ufunguliwe khazina za mbinguni na khazina za ardhini biidhnillahi tabaraka wa taala, watusbihu aghna nas, na uwe ni miongoni mwa watu muhimu katika ardhi hii, uwe ni miongoni mwa watu wenye kupata mafanikio ya kimaisha na mafanikio mbalimbali, basi dawim ala qiraati hadhihi sura, dumu kuisoma sura hii ambayo nitakwenda kukuelekeza biidhnillahi tabaraka wa taala. Sura ambayo allati qalaha sallallahu alaihi wasallam, sura ambayo mtume Muhammad kiongozi wa umma alisema wa anna tarkaha hasara, kuiacha sura hii kuisoma ni hasara iliyokuwa kubwa mno. Lakini wala tastati'u laha albatala, lakini pia wanga wachawi na watu wabaya, wallahi sura hiyo ni kiboko yao. Sura hii ndugu yangu katika imani nayo si nyingine, ni suratul Baqara. Sura hii ni suratul Baqara, ni maarufu, inafahamika. Isome sura hii biniyati rizki, isome sura hii kwa nia ya kufunguliwa milango ya riziki. Isome sura hii biniyatil baraka, kwa nia ya kupewa baraka kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isome sura hii biniyatil fathi, kwa nia ya kufunguliwa mambo yako mbalimbali, kwa sababu ndani ya sura hii ndugu yangu kuna siri adhim, ndani yake kuna baraka nyingi mno katika sura hii. Lakini pia kuna futuhati nyingi, unafunguliwa mambo yako yaliyojifunga, lakini pia unapata mambo ya riziki kufunguliwa kwa wepesi zaidi na Allah jalla jalalu. Kwa hivyo ndugu yangu katika imani, isome katika utaratibu huu ambao ninakuelekeza. Kwanza, ukitaka kuisoma hii sura kwa nia hiyo, ima iwe ya riziki ama ya baraka ama ya kufunguliwa mambo yako, basi anza kwanza kuswali raka 2 sunnati alhaja. Baada ya kumaliza, mswalie mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama 100 marra. Baada ya kumswalia mtume mara 100, kisha fanya istighfari mara 100. Kisha baada ya hapo soma hii sura al-Baqara. Isome suratul Baqara yote, isome suratul Baqara yote biidhnillahi tabaraka wa taala, na udumu kuisoma hiyo suratul Baqara kwa nia ambayo utaiweka wewe biidhnillahi tabaraka wa taala. Basi baada ya muda mchache utaona mambo yanakuendea vizuri, mambo yanafunguka biidhnillahi tabaraka wa taala. Hii inaitwa mafatihul farji. Wallahi sura hii ni yenye kufungua mambo mbalimbali biidhnillahi tabaraka wa taala. Ichukue hiyo, lakini pia saidia kuweza kuwasambazia na wengine ili waweze kupata faida, na inakuwa ni sadaka tinjaria ambayo unaitoa wewe na unaweza kupata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu wa billahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fajazakumullahu khair.